Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio siri ambayo ilikuwa inawapea mitume wa Mungu ama mitume wa Yesu ujasiri wa kuwa wanaweza wakaface chochote bila kuongopa. Maana walikuwa wanajua kwamba wakati wa kufa, wakati wa ajali, wanaweza wakamkaribisha malaika wa Bwana akatake over. Kwenye issue ya Stefano, hatusikii Stefano akisema kwamba alisikia uchungu, lakini kile alikuwa anakisema, pamoja na kuwa alikuwa anapigwa na mawe, anasema kwamba naona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama katika mkono wa kuume. Yale maneno hayawezi kuongewa na mtu ambaye ako na uchungu, maana mtu ambaye ako na uchungu kile angekisema, angesema kwamba anasikia uchungu. Lakini kumbe wakati ule walipokuwa nampiga Stefano mawe, tayari malaika wake ambaye ni yule malaika nilimweleza, ambaye ni malaika anafanana na mtu, alikuwa amesha take over. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule malaika alikuwa tayari amesha take over, na ikawa Stefano sio yeye tena anaishi ndani yake, lakini malaika wake anaishi ndani yake. Nikakusomea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 na mstari wa 15. Kwambia watu walipomwangalia Stefano waliona uso wake umebadilika ukawa kama uso wa malaika. Uso wake ulibadilika ukawa kama uso wa malaika kwa sababu malaika ndiye aliingia ndani ya mwili wake akatake over, na Stefano akatoka ndani ya mwili akaanza kuona mazingira ya mbinguni. Ndio maana nimeeleza nikasema kwamba huyu ni malaika ambaye anakutoanga ndani ya mwili, anakusafirisha kwenye ulimwengu wa kiroho. Nadhani kuna watu umewahi kusikia wanakuambia kwamba nilikuwa katika roho, nilichukuliwa na malaika, nikapelekwa kuzimu, nikaonyeshwa mazingira ya kuzimu, nikaonyeshwa mbinguni, vitu kama hizo. Kuna malaika wa hiyo kazi kabisa ambaye atatoa spiriti yako ndani ya mwili, anaenda anakuonyesha mazingira ya ulimwengu wa kiroho, anakuonyesha mambo ambayo yako mbele yako. Na yule malaika atakusaidia pia wakati ule ambapo ni wakati labda wa ajali, ama wakati ambao kuna issue nzito imekufika, na hiyo issue itafanya mwili wako usikie uchungu. Sasa roho yako ikitolewa ndani yako, utakuwa ni mwili umeachwa. Kwa hivyo ile ajali itakufanya yani utakuwa usikii chochote ama usikii uchungu. Sijui kama unanielewa. Lakini pia malaika mwingine ni malaika wanaofuna roho za watu siku mtu akifa na siku ya kuja kwa Yesu. Hao ni malaika wale ambao kazi yao utaiona kwenye kitabu cha kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 16 na mstari wa 22. Maandiko yasema hivi: baada ya kuwa yule maskini Lazaro amekufa, alienda kwenye kifua cha Ibrahimu, akalichukuliwa na malaika akapelekwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Lakini pia baada ya kuwa yule tajiri amekufa, akaenda kuzimuni. Kwa hivyo kuna malaika kabisa ambaye yule malaika kazi yake ni kuchukua roho za watu ama kuvuna roho za watu ambao wamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma pia kwa wakati wako kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 31. Maandiko yanasema naye atawatuma malaika zake, huyu ni Yesu, atakapokuja ile siku ya kiyama, ile siku ya kuchukua kanisa lake, atawatuma malaika yake. Maandiko yanasema atakaa angani, atawatuma malaika yake ili wakuje katika kona zote za ulimwengu kuwachukua wale wateule, wale watu ambao watakuwa wameokoka. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 14:15 inaelezea kitu kama hicho. Matthew 13:39 inaelezea the same thing, ya kwamba malaika wa Bwana kuna wale ambao wanatumikanga katika kuvuna roho za watu. Nielewa? Ndio maana Daudi akiwa anaelewa kwamba kuna malaika wa aina hiyo, aliwatumia kwa namna fulani. Kwenye kile kitabu cha Zaburi 35 na mstari wa 6, Daudi anasema njia zao ziwe giza na uteresi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Kwani huyo malaika wa Bwana anawafuatia ili wafanye nini? Ili waangamize, ili wafune roho zao, ili atenganishe mwili na roho zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huyu malaika pia unaweza ukamtumia katika kupigana vita, maana huyu malaika anakuja kuseparate roho na mwili, anakuja kuvuna roho za watu. Nielewa?
umeelewa? Lakini pia malaika mwingine ni malaika anayefungua milango yako iliyofungwa. Malaika ambaye kazi yake ni kufungua milango yako ambayo imefungwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 19. Lakini pia kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 10. Tunaongelea kuhusiana na Petro, vile ambavyo alikuwa anafikia mlango fulani, ule mlango unafunguka kwa sababu alikuwa na malaika wa Bwana, ambaye yule malaika alikuwa anamfungulia njia zake. Kumbuka kwamba Petro alikuwa amewekwa gerezani, lakini maandiko yasema walipokuwa wanafika kwenye milango ya gereza ilikuwa inafunguka yenyewe. Ninapoongelea kuhusiana na milango, siongelei kuhusiana tu na milango ya kimwili tu, lakini pia milango ya kiroho. Inawezekana kuna mahali ambapo unataka kufika lakini milango imefungwa. Kuna bosi unataka ukutane naye, kuna kazi ambayo unataka uimiliki, kuna ndoa, kuna vitu zimezuiliwa kwenye maisha yako na ile njia ndio imefungwa ya kufika pale. Kwamba kuna mtu ambaye unataka kuingia na deal naye, deal ambao itaheshimisha ufalme wa Mungu, lakini ule mlango wa kumfikia umefungwa. Hapa ndio sasa unafaa mtume malaika ili kwamba aifungue milango yako ambayo imefungwa mbele yako. Sijui ni mlango gani ambao unasema ya kwamba ule mlango ungependa ufunguke ili ukapate kuingia na ukapate mafanikio. Wewe ndio unaujua, lakini ujue kwamba kuna malaika ambao kazi yao ni kufungua milango. Lakini pia nikimalizia malaika mwingine ili nimalizie topic, ni kwamba kuna malaika ambaye kazi yake ni kumtia mtu nguvu. Soma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 22 na mlango wa 22 mstari wa 43. Maandiko yasema hivi: malaika wa Bwana toka mbinguni akatokea akamtia nguvu. Huyu ni Yesu. Yesu alipokuwa pale Gethsemane anaomba, anasema ya kwamba roho hii radhi, lakini mwili uko dhaifu. Alikuwa ameomba ndio, lakini anasikia mwili wake hautaki kuendea msalaba, hautaki kuingia kwenye yale mateso ndio aokomboe ulimwengu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba akiwa katika ile hali akiomba, malaika wa Bwana alikuja akamtia nguvu. Kumbe kuna malaika ambaye wakati ule uko na udhaifu wa kudhubutu kufanya jambo, uko na udhaifu, unasikia ni kama kwamba hutaki kuendelea kufanya hilo jambo, au hutaki kuendelea kuenda kwenye hatua zako ama kwenye hatima yako, au usikii kuendelea kufanya kile ambacho Mungu alikuitia kufanya. Kuna malaika ambaye unaweza ukamuomba akakuja akakutia nguvu, na anakuja anakutia nguvu kwenye mwili wako. Maana most of the time spirit ya mtu inakuanga tayari iko na nguvu ya kuendea jambo, lakini mwili wako unakuwa unagairi, mwili wako unasikia ni kama hutaki kufanya hili jambo. Hapa ndio unafaa umjue huyu malaika na umuombe Mungu akutumie huyu malaika wa kukutia nguvu, na ni bila shaka utapata nguvu mpya. Maandiko yanasema mbali wote wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa bawa kama tai, watapiga mbio wala hatachoka, lakini watatembea kwa miguu na wala hawatazimia. Yupo malaika ambaye atakupa nguvu mpya kwenye maisha yako na utapiga hatua ambayo ulikuwa umeshindwa kuipiga. Maandiko yanasema kwamba usifurahie ewe adui yangu, maana niangukapo nitainuka tena. Utainuka tena kama kuna malaika ambaye atakutia nguvu, uinuke tena. Maandiko yanasema kuna matumaini ya kuwa mti ukikatwa utachipuka tena na wala machipukizi yake hayatakoma. Utainuka tena, utachipuka tena kama kuna malaika ambaye utamuelewa huyu wa kutia nguvu kwenye safari yako ambayo ulikuwa umeshindwa kabla. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, ni asante kwa sababu ya hiyo topic ambayo nimeizungumzia. Kuna watu wengi ambao Mungu najua kabisa watakaposikia hii topic watafunguliwa, lakini pia malaika wao wataanza kufanya kazi. Naomba ukawasaidie watu hawa katika jina la Yesu Kristo, wakapate kuelewa, lakini pia wakapate kuomba ili kwamba hao malaika wakawatumie kwenye kazi zao. Hii neno ambao nimeifundisha, Roho Mtakatifu wa Bwana waje kafikie mtu ambaye anafaa, ikamsaidie kwa jina la Yesu. Amen.